jezi kali? Kali sana. Umezikubali? Sana. Sasa hivi wanasema mnaskani tu. Yaani ile jezi hadi Ulaya. Hadi Ulaya? Yeah. Na nimeambiwa ni Arsenal, Barcelona tu wanavaa zile jezi. Yeah. Sasa uzuri wa jezi unaendana na matokeo mazuri. Leo unakwenda kucheza dhidi ya Young Africans, moja kati ya mchezo mkubwa kweli kweli, mchezo ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza ukatoa taswira kabisa ya msimu mpya. Leo hii unaona vipi mchezo wa leo? Leo naona mchezo mzuri sana, na Simba inaenda kushinda mbele ya Yanga. Unadhani mnaenda kuanza vizuri? Tutaenda kuanza vizuri sana, tuna wachezaji wazuri na kocha mzuri. Kipi ambacho kinakupa nguvu? Kocha ni mzuri na usajili wa maana. Usajili wa maana? Yeah, usajili wa maana sana. Wewe umeridhia Mohamed Hussein Zimbwe kuondoka Simba? Bila mashaka, kwa sababu sina baya naye, ile ndo kazi yake bwana. Miaka 10 na sio mchezo. Mbona kama mlikuwa mmeanza kumpa maneno mabaya? Hapana, mimi binafsi nimekunjua roho. Kwa sababu gani? Ni mchezaji wetu, kabadilisha mazingira, ile ndo kazi yake, sio mbaya. Basi inabidi wape somo na mashabiki ambao wanamuona kama Zimbwe kama kasaliti. Hapana, hajasaliti. Ile ni kazi bwana. Ile ni kazi kama kazi nyingine, tuheshimu ile kazi. Yes. Yeah. Sasa una magolikipa wawili, una Yakub Suleiman, una Kamara, na wote ni walevu za juu kweli. Nani unampa nafasi ya kuanza leo hii? Kamara. Kwa nini Kamara? Kwa sababu mwalimu ndo ameanza naye tangia mwaka jana, amalize naye, aanze na huyo kwanza, na mwingine atafuata baadaye. Mwingine atafuata baadaye. Bwana, leo unamfunga mtani ngapi? Chuma 2 bila. 2 bila. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kuna mashabiki wa Simba wote mnasema 2 bila. Yeah. Kulingana na mtani tunamheshimu. Ila akileta jeuri tunakandamiza 5 za miaka iliyopita. Lakini yeye kukuheshimu alikufunga 5. Yeye hana heshima. Kwanza yeye kafunga 5 mwaka huu, tukaandika mabango mji mzima. Sisi hatuna hizo. Tushafunga 6, tushafunga 5. Hizo 4 ndio usiseme. Lakini hamna mabango wala nini. Huyu nilipokeni tu kwetu sisi. Bwana, nashukuru sana. Haya, asante sana. Bwana uwanjani. Hizo goli 2. Haya, poa. Bwana, asante sana. Bwana, jiunga na shabiki mwingine wa Young Africans hapa ambaye atakuja kwa ajili ya kusema yeye amejiandaa vipi na mchezo ule. Bwana, unaitwa nani? Naitwa Emmanuel Kabegeje. Emmanuel Kabegeje. Unatokea wapi mzee? Nimetokea Mwanza, tawi la Nyamatongo. Bwana, Mwanza mpaka Dar es Salaam. Ya. Kuja kumtazama mtani, ukimfunga mtani. Nimekuja kumshindilia mtani kwa mara ya 6. Ni safari ndefu. Umekuja nani ulimwona kwenye siku ya Mwananchi ukasema lazima nikamwangalie uwanjani? Celestine Ekoa. Bwana. Kwanza unampa neno gani aliyemsajili Celestine Ekoa? Pongezi nyingi ni kwa engineer. Maki. Huyo ndo anatuweka mjini. Bwana, pongezi nyingi sana kwake. Leo ni dabi ya 6 mnakwenda kucheza. Umemfunga mtani mara 5 mfululizo. Nini unamwambia mtani leo? Unaenda kuongeza takwimu kwenye ufungaji wako ama anakwenda kuharibu takwimu zako? Hawezi kuharibu hata siku moja, isipokuwa nilikuwa na mpango wa kumpiga mengi, lakini naona ni mstahiki ili asije akakimbia tena mara nyingine. Maki bado ana deni hapo mbele kwenye ligi. Walisepa. Sasa sitaki nimfanye sepe tena mwezi wa 11 wa 12 hivi. Sitaki nimfanye sepe. Tampiga 3 tunamtosha. 3 tu. Anafunga hapo Celestine kwa Clement Mzize, uhakika na Pakome. Uhakika kabisa. Uhakika. Bwana, umemwona kuwa na mwenzake Dumbia? Dumbia vipi? Dumbia yuko vizuri. Dumbia leo umpe nafasi ya kuokoa mchezo. Dumbia yuko vizuri. Isipokuwa sitaki nimpe pressure. Maki bado ni mgeni, sitaki nimpe pressure. Lakini yuko vizuri. Kwa hiyo unawapa pressure ambao walikuwepo na unataka matokeo kutoka kwao. Ya. Hao ndo nataka watuweke mjini hapo. Goli ngapi leo? 3 uhakika. Nashukuru sana bwana. Asante sana. Hongera na karibu uwanjani. Naona safari ndefu pia kurejea Mwanza. Bwana, wewe katoka Mwanza kaja Dar es Salaam kwa ajili ya kuangalia dabi ya Kariakoo. Wewe ambaye upo nyumbani, usiache kusubscribe kabisa Dimbani Connect. Tutakupa kila kitu ambacho kinajiri hapa uwanjani. Tutakupa toka mpira unaanza mpaka mpira unakuisha. Ni jambo gani ambalo linatokea na linaendelea hapa uwanja. Hatutatoka hapa mpaka tutakapojua ni nani ataondoka na ngao ya jamii ya mwaka 2025 2026. Ni mwanzo kabisa wa ligi hii ya Tanzania bara. Baba, karibu bwana, tuongee vizuri. Tuongee kidogo.
Bwana vipi? Safi, habari boss? Salama, umetokea wapi? Mimi natokea Sumbawanga. Sumbawanga mpaka Dar es Salaam. Ya. Umekuja kumtazama nani leo? Mimi naangalia performance ya timu kwa jumla, lakini Mpanzu, lakini kuna ule kiungo katikati. Unajua Simba amekuwa na Conte am? Yes, Kante. Yes, Kante. Mlichezesha pale na Ya, ni moja ya wachezaji ambao of course ni my favorite, kwa hiyo na Simba amekuwa na changamoto kubwa sana kwenye eneo la midfield, hasa eneo la kukaba. Kagoma anazidiwa, mwisho wa siku anaonekana kama anacheza rafu, kwa hiyo tunahitaji kuwa na watu wawili ambao wanaweza kucheza double pivot ili kuweza kutengeneza uimara kwenye safu ya kiungo. Bwana, msimu huu kwenye dabi, kwenye siku ya Simba Day, umeona kwenye mchezo wa kirafiki baadhi, unaizungumziaje Simba ya msimu huu mpya ambayo tunaenda kuiona? Technically Simba hapa sasa tunazungumza mpira, sio shabiki, tunazungumza mpira. Timu bado haijakaa katika ubora ambao tunauhitaji, kwa sababu ujue Simba ametoa wachezaji kadhaa ambao ni key players kwenye first 11 yake, na ameingiza baadhi ya wachezaji ambao ni wanakuja kufanya kucompensate, kureplace ile nafasi ya wachezaji ambao walikuwa ni key players kwenye first 11. Na mechi ambazo tumecheza kwenye Simba Day bado sioni kama determinant ya kuweza kupima ubora wa kikosi, lakini mimi naamini Simba amekuwa akistruggle sana kwenye swala la scouting kwa misimu kadhaa, kuchukua wachezaji ambao wameshindwa kutoa matokeo tunayotaka. Pengine naamini safari hii Simba wamefanya usajili ambao si wa mihemko, na matumaini yetu si kama washabiki ni kuona wale wachezaji wote ambao tumewapata kwa msimu huu wana click na timu inarudi katika ubora ambao tunatarajia kwa nao. Umeniambia kuna wachezaji wametolewa kwenye kikosi cha kwanza, na mimi ninavyoangalia pale kuna Mohamed Hussein Zimbo ameondoka, kuna Fabrice kaondoka pale. Replacement zao zinakupa morali kusema kwamba leo hii mapengo yao hayataonekana kabisa? Of course ukimwangalia mchezaji kama Rushaina ambaye alicheza karibuni kipindi kizima mechi nzima ya Simba Day, unaona ile composure yake kwenye nafasi ya ulinzi, namna anavyo act, unaona sasa ni mchezaji ambaye ana quality ya juu, ambaye anaweza kureplace au kuziba pengo la Shemaroni katika ubora ule au kuzidi, kwa sababu kumbuka Rushaina ni experienced players, ana uwezo mkubwa na amekuwa anacheza mechi kubwa, na amecheza Mamelodi Sundowns ambayo ni moja ya timu bora sana barani Afrika. Kwa hiyo naamini kwa ile experience alionayo anaweza akafanya kitu, lakini tuna huyu dogo mmoja Sambo de Kamara, ni Nabi Kamara. Nabi Kamara kwa asili yake ni versatile player, yani ni wachezaji ambao wanaweza kucheza nafasi moja zaidi ya moja. Kwa hiyo experience yake na kitu alichokionyesha katika mechi ile, naamini kuna kitu anaweza akaonyesha. So ambaye leo hana nafasi kwenye nafasi ya ushambuliaji, Suleimani pamoja na huyu Mukwala, Dese Mukwara, na natarajia kuona leo kuna kitu cha ziada, kwa sababu wachezaji najua wamepewa msukumo mkubwa kwa kuambia timu imekuwa kwenye pressure kubwa. Washabiki wamechoka na haya mazingira ya kutokuwa na furaha, kufungwa na mtani wa jadi kila wakati. Kwa hiyo ni matumaini yangu leo timu itakuja ikiwa na morali kubwa, wakiwa energetic kwa ajili ya kuweza kutupa matokeo ambayo tunataka, na turejee katika furaha ambayo tumekuwa tukikusudia. Unaonekana unajua mpira kweli kweli. Sasa nataka kidogo unipe faida kidogo kutoka Young Africans. Young Africans unaiona vipi ya msimu ujao? Of course Yanga, nimekwambia mwanzo naongea mpira sasa, sio Yanga huwezi kuwabeza. Kumbuka Yanga wana kile kikosi ambacho kimekuwa kitusumbua almost katika mechi 5. Ukimwondoa Stefan Aziz Ki ambaye alikuwa katika first 11 ya kwao, Zelesti ni wachezaji wale ambao walikuwepo katika msimu uliopita. Kwa hiyo nakwambia ukweli kwamba leo sisi kama Simba tunakuja kama second team kwenye game ya leo. Kama tunakuja kama second team, tunamheshimu mpinzani kwa sababu amekuwa na matokeo makubwa, si tu kwa sababu ya matokeo, lakini amekuwa na ubora. Ukiangalia aina ya wachezaji alionao, wana uwezo, mchezaji mmoja, mtu kama Pacome Zouzoua, Clement Mzize na ambao ameingiza. Ni kweli kabisa kwamba bado Yanga namuona kama ni favorite kwa game yetu, na sisi kama Simba tunakuja kama second team, lakini mpira una matokeo mengi. Kidogo
anakupa wasiwasi kidogo leo hii ndani ya Young Africans, na unataka kama Simba wanataka waibuke na ushindi ama waondoke na chochote kitu leo hii, basi wakave au maeneo ambayo Young Africans wanatumia na wachezaji hao ambao ni hatari kwa upande wa Simba leo hii. Of course Yanga wamekuwa bora sana kwenye nafasi ya midfield. Ukiangalia aina wachezaji ambao wanao, ukimwona mtu kama Maxim Pia Zengeri, ukimwona mchezaji kama Pacome Zouzoua, ukimwona mchezaji kama Harda Ucho ambaye kimsingi ametoka naye yule Conte, Kouma yupo, lakini ukiangalia, kwa hiyo Yanga of course quality yake Yanga amekuwa ni mzuri sana kwenye eneo la midfield, lakini wachezaji wako very energetic, wanaweza wakakupa ulichowaagiza kwa karibuni 90 kutoka dakika ya kwanza mpaka ya 90. Hiki kitu nikwambia ukweli, wachezaji wetu wa Simba kuna sehemu wanakwama sana, yaani anaweza akakuofa dakika 45 za kwanza, mara ya pili unaona wachezaji wote wana flop, wanachoka. Kwa hiyo nafikiri Simba ili waweze kufanya kile ambacho wanatakiwa wakifanya wapate matokeo, lazima wakubali kutoil, yaani wateseke, wavuje jasho kama ambavyo wenzao wanavuja jasho. Kuna muda Simba inaonekana intensity imekuwa chini kabisa. Yeah, hiki ndio ninachokwambia. Yaani Simba anaweza kawa na intensity kwenye dakika kwenye first half, especially dakika 15, 20, akizidi sana dakika 30. Baada ya hapo wachezaji wote wana ile intensity yao inashuka. Unavyoona inasababishwa na nini? Nina shaka na physicality za wachezaji. Maana kocha fitness kidogo hafanyi kazi yake inavyohitajika. Yawezekana. Sasa kuna mambo mawili. Anaweza kuwa kocha hafanyi kile kocha anaweza kuwa anafanya kile anachopaswa kufanya, lakini kumbuka mwisho wa siku anahitaji support kwa wale watu ambao wanapokea. Sasa unaona kwa mfano striker anaweza akakosa goli katika mazingira ambayo huyaelewi, lakini katika uhalisia siamini kama kuna kocha anayemwambia striker akose goli katika mazingira hayo. Kwa hiyo tunahitaji wachezaji wale wabadilike, hebu wajaribu kuwa maintain ile intensity ya game kutoka kwenye first half, second half, na kuwa na umakini kupata opportunity. Simba ana changamoto ya matumizi ya opportunity. Unapata opportunity unakosa. Yanga anapata nafasi moja anakuadhibu. Hichi kitu ndio kinatofautisha sisi na Yanga. Bwana nashukuru sana. Mimi na ndugu yangu. Umesema ito nani tena? Mimi naitwa Mpaji au jina lingine naitwa Mtraveler. Ni mwenyeji wa mkoa wa Rukwa, anatokea Sumbawanga, tuko hapa tuna support timu yetu, sisi ni watu wa mpira na tunashukuru kwa kweli. Bwana unajua mpira na umeniambia kimpira kabisa. Nakushukuru sana. Nashukuru sana, karibu uwanjani. Sawa, kila laheri. Yes, shukrani sana. Huyo ni shabiki wa Simba akitoa takwimu na amechambua Simba kinaga ubaga, kaichambua Yanga kwa undani kabisa na kusema kwamba leo hii Simba anaingia kama underdog. Yeye ni Simba lakini anajua Simba anaingia kama underdog. Nipo na shabiki mwingine hapa wa Young Africans. Nataka niambie yeye ni kitu gani anadhani kimempa ubaridi kidogo shabiki wa Simba na kusema kwamba leo hii anaingia kama timu ya pili. Bwana, habari mzee wangu? Naam kaka, salama, mambo vipi? Salama mzee wangu, karibu sana. Asante sana bwana. Bwana mzee wangu, wanakuita nani mzee wangu? Mimi naitwa Amani Mageta. Amani Mageta. Nimetoka mbali sana, Kaliua, Tabora, mpaka kuja Dar es Salaam kwa Rupaso. Bwana umetoka Kaliua kuja kuangalia dabi. Mzee mwingine wa Kaliua huyu? Nimetoka Kaliua. Bwana leo ni dabi ya Kariakoo na nimemwoji shabiki wa Simba hapa akaniambia kidogo kuna ubaridi kidogo ameingia nao. Bwana tunaomba ukaangalie kidogo. Kuna ubaridi. Ameingia na ubaridi kidogo. Nani Yanga Simba? Yanga, shabiki wa Simba. Shabiki wa Simba lazima ingie kwa ubaridi. Nini ambacho nadhani sababu yeye kuingia na ubaridi? Sababu za kuingia kwa ubaridi kwa sababu kikosi chetu sisi kiko vile vile. Isipokuwa sisi kwenye kikosi tulitoa watu wawili tu muhimu. Ndio. Ambao ni Aziz Ki pamoja na Aziz Ki Visnani. Tumetoa wachezaji wawili ambao Aziz Ki Alidi Aucho. Aziz Ki na Alidi Aucho, nilikuwa nimesahau. Unajua njaa sana imetoka mbali. Aziz Ki na Alidi Aucho tu ndio tumetoka kwa sisi kikosi chetu. Hakuna mapengo ya Alidi Aucho na Aziz Ki. Hamna. Pengo la Aziz Ki limezibwa. Kuna kijana mmoja anaitwa Conte. Kaisha kuja kuliziba pengo la Aziz Ki. Conte ama Ekua. Hata yule Bala Conte anacheza namba nyingi. Hata yule Musa Bala Conte naye vile vile anacheza namba. Anacheza pia namba Aucho. Ekua anacheza namba ambayo alikuwa Aucho. Kwa Yanga sisi hatuna ubaridi. Yanga sisi bado tunaendeleza mitano tena vile vile, kama tena mitano mama vile mitano tena vile vile. Unaona matano. Na sisi Yanga kwa Simba tena tunawaambia ni mitano tena, sitakuwa mara tano. Bwana umemfunga mtani mara 5 mfululizo. Ndio.
leo ni mchezo mwingine tena unaenda kukutana naye. Unadhani ni jambo gani ambalo linakwenda kutokea leo hii? Unaenda kuendeleza rekodi ama anakwenda kuivunja rekodi yako? Yaani hapo tunaenda kuendeleza rekodi kwa sababu kikosi kiko vile vile. Sisi tunaboresha kikosi. Isipokuwa wao ndo ni kama wana kikosi kingine tofauti, kikosi kipya. Kwa hiyo hawajasomana kwa sababu wao wanaanza upya. Ila sisi kikosi chetu tumeboresha, kikosi chetu sisi kiko vile vile. Kwa hiyo wao lazima wao na baridi vile vile. Bwana, umetoka mbali kweli kweli kuja kuitazama dabi ya Kariakoo. Na nadhani unaifahamu Simba vizuri kabisa. Mchezaji gani wa unamhofia kwamba mimi ni Yanga lakini huyu namhofia kidogo? Mimi mchezaji namhofia kwa Simba kwa kweli, niseme ukweli. Namhofia jamaa mmoja anaitwa Mpanzu. Yule Mpanzu jamaa mimi kwa kweli namhofia. Mpanzu Kibisawala. Ndio Mpanzu Kibisawala. Kwa kweli Mpanzu akifika ndani ya 18 Mpanzu na kumwangalia sana. Mpanzu na kumwangalia sana. Mpanzu wa kumwangalia kusema kweli. Mpanzu ni mzuri. Tuongee kweli. Japokuwa sisi kikosi chetu kipana, lakini Mpanzu kwa kweli ni mzuri. Bwana, nashukuru sana. Asante sana. Unafunga mtani kwa ngapi? Mtani leo mimi natabiri leo ni 3-1. 3-1? Ndio 3-1 leo. Uondoke na clean sheet leo? Leo hapana, tuondoke 3-1. 3-1. Ndio. Nashukuru sana mtu wangu. Asante sana kaka. Karibu sana. Dada mambo. Bwana, huyo ni shabiki wa Young Africans akisema leo hii anashinda lakini haondoki na clean sheet, kwamba anampa pia nafasi ya Simba kuibuka na ushindi. Mzee wangu, shikamoo. Marhaba. Mimi unaitwa nani? Mimi naitwa Yahya Sudi. Ni mwanachama ambayo ni senior wa Simba kwa muda mrefu. Senior yule mwenyewe kabisa. Ndo yani mimi nimeanza kuangalia mpira toka uwanja wa Uhuru. Mimi hapa amini macho yako. Tunaifunga Yanga goli 6 bila uwanja wa Uhuru, mimi nashuhudia. Kibadeni anapiga hat-trick mwaka 70. Ni una tofauti gani kati ya Simba hii na Simba ile ambayo mlikuwa mnaiangalia? Simba hii sasa hivi tumefanya usajili mzuri sasa hivi. Tutarajie mambo mema. Na kuna tofauti gani wa dabi za Kariakoo za mwaka huu? Naona wingi wa watu ni wengi kweli kweli. Sasa nataka kujua dabi ya Kariakoo ilikuwa ina wingi huu wa watu toka miaka hiyo na miaka hii pia zinafanana ama zinafanana? Kubwa sana. Zamani inapocheza Simba na Yanga, yani watu hata ile kula mtu huli. Yani dabi za zamani pia zilikuwa zina watu wengi sana. Toka zamani yani. Tofauti na sasa hivi. Nini ambacho kimeleta huo tofauti mzee wangu? Zamani wachezaji walikuwa na hobi, yani wachezaji walikuwa wanacheza kimapenzi, tofauti na sasa hivi. Wachezaji wanapata pesa nyingi, lakini ukiwaangalia talenti zao, yani unakuta hamna kitu. Yani hata mimi mmoja hapo, mimi nimecheza mpira mpaka leo. Umeona mpaka jeramba napiga. Niko vizuri kabisa. Nimecheza mpira yani niko vizuri kabisa. Sawa. Sasa umemwangalia Mohamed Hussein Zimbwe, amehudumu kwa muda mrefu kweli kweli akiwa Simba. Nadhani sasa umemshuhudia toka ameanza mpaka ameondoka ya Simba. Unaona kuna pengo lake ndani ya Simba? Pengo lipo, lakini pengo sasa hivi lishapata mtu mbadala. Kuja na amekava nafasi yake vizuri. Ndio ni damu changa. Kwa hiyo Mohamed Hussein pia alivyokuja Simba alikuwa hivyo hivyo alivyotoka Kagera, lakini akaja karikava. Na Mligo atakuja kurikava. Bwana, ndani amekufunga mzee wangu mara 5 mfululizo. Sisi tumemfunga 6 mpaka leo hajirudisha. 5 na sisi pia Yanga tumemfunga 5 bila. Oku hapa kafunga goli 3 kapiga hat-trick. Mpaka Kaseja kafunga goli hapo. Sasa leo kutakuwa na utofauti gani na umeangalia vipi kikosi cha Simba cha msimu ambao unafuata? Unaona Simba anakwenda kufuta uteja wa kufungwa mara nyingi na Yanga Afrika? Tunafuta uteja kwa mara ya kwanza. Tunafuta uteja. Bwana, shukrani sana mzee. Asante sana. Karibu uwanjani. Asante sana. Ndio show. Bwana, jambo bwana. Sijambo, karibu. Sawa bwana, masawa vipi? Kabisa. Unakuja kuangalia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwanza upo upande gani? Maana mimi Yanga. Yanga kabisa. Ndio. Leo unaona vipi mchezo wa leo? Leo tunapiga 2 bila. 2 bila? Ndio. Nani anakupa nguvu ya kwamba leo lazima atupie na mchezaji labda mchezaji fulani lazima leo atupie na kikosi kizima kiko vizuri? Kikosi kizima tuko vizuri. Umemfunga mtani mara 5 mfululizo. Ndio. Ni kipi ambacho unadhani ulikuwa na mzidi zaidi mtani kwenye miaka hii 5 yote mfululizo? Tunataka tufanye maajabu na kuweka heshima kwamba mwananchi ni habari ya mjini. Bwana, nashukuru sana. Ndio Masawe. Nashukuru sana. Karibu sana uwanjani. Asante sana. Bwana, hii ni dabi ya Kariakoo na nipo na mashabiki mbalimbali ambao wamehudhuria hapo uwanjani. Ni dabi ya Kariakoo, ni mchezo mkubwa kweli kweli. Wingi wa watu unakuonyesha kwa jinsi gani mchezo huu ni mkubwa na ni mchezo ambao kwa kiasi kikubwa sana mashabiki wa soka barani Afrika
wanautazama na bwana, nipo na shabiki wa Simba hapa. Unaitwa nani? Shabani Hussein. Shabani Hussein. Shabani Hussein, umetokea wapi? Mimi mkazi wa Temeke. Temeke hapa karibu. Hapa karibu. Umeshuhudia Simba kwenye Simba Day nadhani? Nimeshuhudia. Kipi ambacho nadhani Simba wameboresha kwa msimu huu? Simba kwa vizuri kila sekta. Kila sekta. Hata pengo la Mohamed Hussein, pengo la Shema Loni ulioni? Hakuna pengo. Hamna pengo kabisa. Na moja kati ya jambo ambalo na waona mnafanya kama mashabiki wa Simba, wengi wanakuwa na wasiwasi. Na wasiwasi wao unajua unatokana na nini? Wasiwasi wao unatokana na usajili wa Young Africans. Hamna shida. Kwa jinsi unavyoona Young Africans, usajili waliofanya, mchezaji gani amekuvutia na unadhani Young Africans hapo wamempata jembe? Yanga kawaida tu. Upande wangu naona wa kawaida. Huoni usajili wowote waliofanya? Yaani mtu ambaye ninamhofia kidogo kwa mbali sana ni Pacome Zouzoua. Basi. Ila amekufunga mara 5 mfululizo. Kawaida ndio mchezo. Hata Barcelona amemfunga Madrid mara 5. Ni kawaida. Kawaida sana. Sehemu ya mchezo. Nashukuru sana. Dada tunaweza kuzungumza kidogo? Dada njoo karibu bana dada. Mambo vipi? Safi kwema. Unakuta nani? Naitwa Hilda. Hilda? Hilda katokea wapi? Kutoka Temeke. Hapa karibu. Mbona una jezi mpya Hilda? Bado. Tulia. Tunataka maoni yako kidogo. Anaogopa Hilda, anaogopa kamera, anaogopa kuongea. Njoo kidogo tuzungumze. Yes, ni mashabiki ambao wamekuja kuhudhuria hapa, naona unamzuka kweli kweli kijana. Uhakika. Bwana umetokea wapi? Nimetokea Mbozi, Songwe hadi Dar es Salaam. Hadi Dar es Salaam. Kuja kuitazama nini? Kuja kutazama klabu ya Simba. Wewe ni shabiki? Una jezi mbona? Jezi naenda kuchukua hapo. Leo Sasa hivi. Leo kwanza unauongelea vipi uzi wenu wa msimu huu? Unauona vipi? Kwanza uzi wetu saizi waliotoa ni mzuri sana. Alafu pia ni uzi ambao hata Yanga haiwezi kufikia. Wanasema mnaskani tu. Sisi mwendo wa kuskani tu. Sasa inabidi uwai sasa. Hapa ndio nawai muda mrefu. Yaani sio muda naingia na wai. Mzigo utaisha. Hauwezi kaisha. Bwana hapo waambie na Yanga zinawausi. Mbili. Bwana amekufunga mara 5 mfululizo. Unatoa wapi jeuri ya kusema unafunga goli 2? Kwa kikosi changu. Nahakikisha leo hii anakula 2. Leo goli 2? Kwani kwa kikosi changu yani kwa msimu huu kuanzia leo atakula goli hizi 2. Ingizo la mchezaji gani unadhani limekuja kuleta mabadiliko ndani ya Simba? Pale kwanza pana nini? Pana huyu nani? Sahau tena mchezaji wako? Kidogo. Nani huyu anaitwa Mwalimu ama? Hamna. Kwanza pale katikati tukumweka Kante, pale mbele Selemani Mwalimu. Alafu tukimweka na nani? Shai Hawa. Goma inaisha. Umemsahau Kibisawala, mpango Kibisawala tunamweka 11. Ndio. Uhakika naye. Unaizungumziaje beki ya Young Africans? Unajua Young Africans wana moja kati ya fullbacks nzuri kweli, wana Mohamed Hussein ambaye wamchukua kwenu, wana Mwenda, wana Baka pamoja na Dickson Jobu. Unadhani wewe ukuta unapitika kirahisi? Ule na hizi kwa leo hii. Kwa leo hii yani leo ni daraja tu. Ni daraja lile leo. Bwana nashukuru sana. Asante. Bwana karibu uwanjani. Yes, nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza. Bwana vipi? Fresh kama kaa. Uko vizuri? Niko vizuri vipi bwana? Niko vizuri bwana. Umetokea wapi? Mimi nimetokea Temeke. Hapa nyumbani. Hapa nyumbani. Unaiona Young Africans kwenye Yanga nimeiona bado kuna fitness kubwa sana. Experience ni kubwa. Yaani kubwa mno yani. Tunategemea leo tuwakande mbele ya goli 4 mzee. Mmekuwa na sajili bora kweli kwenye misimu ya hivi karibuni. Ingizo la mchezaji gani msimu huu nadhani limekuwa zuri na limekuvutia kweli? Kwa ingizo la msimu huu mchezaji ambaye alinivutia alikuwa ni mchezaji mmoja hatari sana. Mbona Dumbia? Ni bado vitu vigongo, sasa unajua kuna vitu hatari. Lakini kwa upande wako ni Ekua pekee yake. Yaani mimi ni Ekua nampa credit kubwa sana. Atafanya vizuri ndugu wangu. Bwana Simba amekuwa kidominant kukufunga kwenye ngao ya jamii na amekufunga mara nyingi kwenye ngao ya jamii. Sasa unakwenda kukutana naye leo. Unadhani unaenda kuvuta uteja wa kufunga mara nyingi kwenye ngao ya jamii? Ujue sisi sasa hivi tumekuwa kama ni watu ambao tunahitaji sana
Simba apitie magumu. Na frame tani akipitia magumu. Yaani akipitia magumu si ndio tunafurahi. Sawa, kwa hiyo Simba hawezi kupata chochote, hawezi kaambulia chochote. Yaani historia kwa Simba ujue ishakufa. Kwa hiyo mchongo wa historia kwa Simba tushaumaliza, tushakata mzizi wa fitina. Ngapi huyu? Unafunga ngapi? Huyu leo anakula 4G. 4G leo anaumia 4G. Bwana umesikia huku? Nani? Umesikia huku? Nimemsikia bwana huyo. Anasema unakula 4G. Kwa mchezaji gani anakufunga Simba pale unavyoona wewe ulivyoona Yanga ile sasa hivi atamfungaje Simba na mchezaji gani ambaye hata mimi ndio kumfunga Simba bwana? Unaona mmekuja na vitu hapa hivi, vitu gani hivi bwana? Hii nazi, acha usiharibu hii nazi anataka kuharibu hizi karanga muogo, kwa sababu msemaji wetu amesema hivi tule miogo, tule mbata, tule karanga ili tuandalie tukapelekea watani kichwa. Ndio siku zote, leo ndio kilele cha kupelekea watani kichwa, ndio leo. Sasa mtani leo acha papa. Leo mtani tunaishenyenta, leo mtani tunavunja ukimya, leo mtani atatoka analia damu, leo mtani anatoka na garagara. Kipigo alichopigo bwana huyu leo kikubwa sana, hatusamee kwa siku ya leo. Ila hizi natia mashaka kidogo, hakuna mambo yetu yale. Mimi mwenyewe ndio mganga wa Mbagala na kusaji mambo yangu. Wewe ni mambo yapo? Hapa mambo yapo mtani, nimeshachungulia mtani na chuma hizi. Mbili, cha kwanza anakula hii, cha pili anakula hii. Jumla mtani leo akitoka mule salama, mimi hapa endapo huyu akanifunga mimi hapa akanifunga huyu, nahamia Yanga, navaa jezi ya Yanga na ninakwenda kufanya usafi jengo lao la Jangwani lile ndani ya mwezi huu. Nafanya usafi wa jengo lao hawa mwezi mmoja. Mtani akikufunga unafanya? Navaa jezi ya Yanga na kwa mwanachama wa Yanga na ninakwenda kufanya usafi kwenye jumba lao la Jangwani pale ndani ya mwezi huu. Ila Yanga amekufunga mara 4 mara 5 mfululizo. Sawa, amenifunga mara 5 mfululizo kuwa bora. Ila leo mimi kwa usajili wa kocha na bosi Mo David, bonge la usajili, leo tunakwenda kumshenyeza bwana huyu mpaka atakoma kwa sisi nani. Bwana ndio kama kaa. Bwana wewe ni eneo gani unaliona kabisa leo hii linaenda kuamua mchezo wa leo? Leo naenda kushinda. Unajua hakuna jambo lisilokuwa na mwisho. Kila kitu kina mwisho na leo ndio mwisho wake. Yanga mimi kunifunga kwenye ngao ya jamii. Yaani mwaka huu nimekuja na ari mpya, kasi mpya. Ndio maana season 2 ubaya bora. Wanapiga kichwani sawa, lakini watapiga kwenda kupiga kichwani. Unaona kwa sababu gani? Yaani mpaka kupiga kichwani ni pembe, mpaka leo unakupiga kichwani. Bila kusimama kwenye ubora wangu napenda kumpelekea kichwa ambacho hakioti nywele na kumpelekea kichwa. Anakuwa chumbili kipa kwanza na kanyaga na mapumziko katika chumbili ushindi wangu. Au mlisikiliza wote marudi pamoja. Sisi kwa pamoja mimi ndo mdogo. Anachofanya yeye mimi nafikiria. Kwa hiyo tunajua nini tunafanya. Pakome Zozoa. Bwana ijezi maandiko walisepa. Unadhani ni jambo gani ambalo liliwafanya Simba wakasepa msimu uliopita? Hebu utabiri wako. Utabiri wangu leo Yanga 2. Zinatosha.
Kwa hiyo umekuja muangalia Pacome peke yake? Pacome na wachezaji wengine akina Koma Kitu gani ambacho kilikupa nguvu ya kushinda mechi 4 mara 5 mfululizo mbele ya mtani? ni nguvu nyingi tena kiasi kwamba nisije kujielezea. Bwana nashukuru sana. Asante sana. Asante. Bwana shabiki wa Simba. Uko na machi 4 kama kuweka kijani huku. Kijani wiko nyekundu baba, nyinyi nyekundu tu. Tuna mtu mmoja anaitwa Kwanza uuzaje? Naona umekutua kweli kweli. Nimependeza mwanangu Mimi mwenyewe nimeona mpaka damu inasisimka, inaonekana kabisa nimependeza. Sikuzi maskani tu. Maskani tu baba. Yaani sasa tena kutengeneza jezi feki, jezi za ovyo ovyo, hakuna tena mwanangu. Bwana leo unakwenda kucheza na mtani. Ni moja kati ya mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Unadhani ni maeneo gani anakwenda kuamua mchezo wa leo? Wewe kama mshabiki wa Simba. Naenda kwa mimi, anaenda kwa mtani. Unamzungumzia na kuzungumzia wewe? Mimi sehemu naenda kuamua kwanza ni sehemu zote. Sehemu ya kiungo tuko vizuri, sehemu ya beki tuko umeona, sehemu ya mbele pia tuko vizuri, hatuna shaka. Kwa sababu na kitu kingine tuna uhakika kabisa kwamba mtani kweli ndani ya misimu 3-4 ikatunyanyasa, hilo linajulikana. Lakini tunahitaji kuvunja uteja. Tunataka tutoe unyonge. Mtani leo hawezi kutoka. Leo mtani hata angekuwa na Ronaldo, ana Messi, ana nani, tungemchakaza tu, kwa sababu nia tunayo, nguvu tunayo, kila kitu tunacho, viongozi tunao, tuko full, tuko kamirigado. Bwana mwenye karibuni ulikuwa Mohamed Hussein na ameondoka kaenda kwa mtani wako. Wewe udhani kama upande wake kuna pengo kubwa kweli kweli? Hapana. Mimi nafikiri Mohamed Hussein kwenda kwa mtani, sisi wote ni Watanzania. Hizi klabu zinajengwa na Watanzania. Umeona Kwa hiyo Mohamed Hussein kutoka kwetu kwenda Yanga wala sio kesi na sio mbaya. Hao ni watani zetu, lakini mwisho wa siku ndio hii jamii ambayo tunaishi nao mtaani huko, tunaoleana. Ni wajomba pia, madezedu. Umeona Kwa hiyo wala silishana hivyo sio kesi na Mohamed Hussein. Sisi tunamrespect watu wa Simba kwa sababu sisi tutabaki kumrespect Mohamed Hussein, yeye tutaendelea kumpa kwa sababu ameshatumikia klabu yetu kwa muda mrefu, kwa mafanikio makubwa, kacheza ile namba kwa muda mrefu. Kwa kweli mimi nasema kajitunza. Yaani hizi salamu zimfikie. Kajitunza sana Mohamed Hussein. Big up kwa aliko. Ila leo hii hata kama yuko kwa mtani atoki leo. Mohamed Hussein keteni leo hutoki. Ajagorere wanasema klabu kubwa, brand kubwa, kila kitu Tanzania tunajulikana sisi tu. Sisi Simba ndio tunajulikana. Ngapi leo? Ngapi? Mtani. Kimoko tu. Hatutaki mambo mengi. Changuruwe baba. Nani anafunga? Leo anafunga. Ngoja nitabiri. So hayupo. Kweli inawezekana sijapitia kikosi yangu. Hata kibu tafunga. Bwana nashukuru sana. Bwana hawa ni wabiki ambao wanazungumza hapa. Bwana naona mmevaa. Bwana hebu zoom kidogo waone watu jinsi ambavyo wamevalia. Bwana naona mmekuja kwenye show fulani hivi. Kama hamna wasiwasi kabisa. Yaani hatuna wasiwasi. Mimi sina wasiwasi kabisa. Bwana una wasiwasi? Mimi sina wasiwasi hata kidogo mwanangu. Yaani hapa noma tu leo noma. Kimoja tu yani. Achana naye. Kimoja tu. Wewe ni kipi ambacho kinakupa nguvu ya kusema unakufunga mtani moja tu? Yaani kwanza mimi niliposajili nimesajili Kitkeli. Umeelewa? Yaani mimi nimesajili. Kwa hiyo yaani sina wasiwasi yani. Umeelewa? Wasiwasi sina. Ni usajili gani kidogo unakupa nguvu kwamba leo hii mnaenda kuibuka na ushindi? Usajili gani? Usajili wa mchezaji gani? Yaani usajili wa mchezaji gani? Ndugu yangu umesikia? Tumkatishe kwanza. Tumkatishe. Umeona? Huyu ana usajili wote huyu ndugu yangu. Umeona? Yaani sisi Yanga tuna usajili. Na hawa leo wanakaa hizi 4 ndugu yangu. Yaani 4 tu ni kitu cha kawaida. Hapo tumewahurumia sana 4. Umesikia? Hizo ni 4 tu ndugu yangu. Goli 4 hazinatosha tu, yani tunaona mwenyewe
Amani Zumbu tunapojiandaa kwamba tuko na show kabisa. Huyu mshamba tu, huyu hamna kitu. Yaani huyu leo atabua hivi vyote hivi. Ni kama sherehe tunasema. Yaani ni kama sherehe, yaani ni kama unakuja kuangalia kitu fulani tu, yaani ni kama unakuja kuangalia Dodoma Jiji na Yanga. Maana ni Dodoma Jiji. Unazungumzia vipi usajili wa Young Africans wa misimu hii hivi karibuni? Usajili upo vizuri, mwenyewe tunauona ndugu yangu, au usajili hujauona? Mimi nimeuona, lakini siwezi nikawa na jicho kama la mwana Yanga. Mimi nimeuona upo vizuri ndugu yangu. Usajili wewe mwenyewe unauona kabisa, usajili umenyooka. Wanatushukulia wazee. Ndugu yangu anaongea sana kama unapojua wanapopolo. Yaani paraja nyingi, kamdomo tatizo hawa bwana hawa ndio wananishindaga hapa. Bwana wamekuibia Chama, wamekuibia Mohamed Hussein. Leo hii unakwenda kucheza dabi ya Kariakoo unamkosa Mohamed Hussein ambaye alihudumu Simba kwa muda mrefu kweli kweli. Wewe kama kuna pengo eneo lake? Yaani pengo hamna, maana tumesajili sasa hivi. Tumesajili kibao saa, yaani kuna nili pengo hamna, mimi naona. Hamna pengo kabisa. Hamna pengo. Yaani na mtani unamfunga ngapi leo? Leo. Mimi kimoja tu. Kimoja. Bwana vipi? Kama kaa. Sasa sijajua shabiki wa Simba au Yanga? Mimi Simba. Sasa ndugu yangu tukuache kwanza. Ngoja kwanza tuingie nani? Simba lakini una kofia ya kijani. Hii sio kofia ya kijani. Unajua mimi ni Mtanzania, si ndio? Sawa. Mimi timu yangu ni Simba, si ndio? Ila mimi sio mbaguzi wa vitu hivyo. Inapotokea Yanga ameshinda, Simba ameshinda, mimi ni Mtanzania. Mbona kama una wasiwasi? Sina wasiwasi. Yaani Simba ni uhakika. Yaani hicho kitu, yaani ni uhakika. Wewe shabiki wa Simba Yanga? No? Wewe shabiki wa Yanga Simba? Mimi ni shabiki wa Simba. Wa Simba? Mbona kama mwenzako ana wasiwasi? Huyu ana wasiwasi, inawezekana kwa mchezo wake yeye mwenyewe tangu alivyotoka huko mpaka kufika hapa akawa mfukoni ana uhakika wa kuingia ndani, ndio maana akawa na wasiwasi. Lakini kuhusu game yetu sisi ya leo, sisi leo tuna uhakika wa 100% kwa sababu ushanifahamu kama ni game kama game kiuhakika tunasema tushacheza kuanzia jana game. Yaani leo ni uhakika. Yaani kama leo watu wanakusanya vilago vyao na kuangalia ustabu wao mwingine. Yaani leo ni matokeo. Game tushacheza kuanzia jana, game tumecheza kuanzia jana. Game imeisha. Game imeisha. Leo tumeachia mashabiki maandazi. Na mimi naomba niongezee kitu kimoja. Naomba niongezee kitu kimoja. Yaani Simba ya mwaka jana na Simba mwaka juzi na miaka ya nyuma mpaka Yanga kuchukua misimu minne mfululizo. Hilo tunakubali, watani wetu wamechukua na soko mabaya. Hii ni Tanzania, Yanga ni timu na ni timu kubwa na Simba pia ni timu kubwa katika Afrika, inajulikana. Tuko nafasi ya juu kimataifa, si ndio? Ila kwa siku ya leo tunacheza na watani wetu Simba kama Simba. Leo tunajihakikishia ushindi mkubwa. Yaani hilo ndugu mtangazaji, ni kutoe hofu kwa siku ya leo. Yanga wameingia kwenye kitu kibaya. Sikufichi. Nashukuru sana bwana. Yaani lazima afungwe nyingi. Mapema sana. Wewe unampiga ngapi? Nampiga kama 4 hivi. Yaani 4 ni hao wachezaji wapo? Wachezaji wapo, yaani mbele huku. Wamechukua Sabala, ni mchezaji aliyokuwa kwetu sisi. Tushaona kuna madhaifu fulani anayo, ndio maana tukaamua tumwache. Tumemove on kwenye nafasi yake. Tumepata mbadala na so mbadala ya mtu kweli anafanya kazi, anaenda anakaba, ana receive, anatoa pasi zuri kutoka kwenye kona. Mohamed Shabalala kuna delay, ila kwa sasa tumepata mtu fitness kweli, anaupiga na anamwaga vizuri bwana. Nashukuru sana, haina noma bwana, ni mchezo mkubwa. Kumbuka Young Africans kombe la ligi kwenye bara wanasema anakuja au tama na tokea kidogo. Tokea kidogo dada. Kama vipi? Tuangalie kamera upo live. Una mchezaji unayempenda zaidi Young Africans? Wote napenda.
rungu ya kichwa tu. Nashukuru sana dada. Haya, sawa. Mama, nashukuru sana dada. Tunazungumza kidogo. Bwana, hao ni mashabiki wa Yanga kuja hapo. Tunaongea kidogo. Unaongea kidogo tu. Habari. Kidogo pale kana. Mary ume wapi? Mbeya mpaka Dar es Salaam kuja kuitazama Young Africans. Nani amekutoa Mbeya kuja mpaka Dar es Salaam? Yaani hapa nimempata mtu ninayempenda mimi, Dube. Prince Dube. Yes. Unadhani anafunga mangapi leo? Mawili. Na leo unaibuka na magoli mangapi? Mbili bila. Kipi kinakuvutia na kimekuvuta kutoka Mbeya mpaka hapa Dar es Salaam? Unaiona vipi Young Africans ya msimu ujao? Wachezaji wapya, yani tulosajili sasa hivi ni hatari. Ndio. Kwa hiyo kombe mara 5 mfululizo umechukua. Sio shida zetu. Nashukuru sana. Asante. Dada, natoka Mbeya mpaka Dar es Salaam. Kazi. Pija kilomita kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam mpaka Ngariabia Kariakoo. Ni moja kati ya mchezo ambao hutia watu wengi sana. Umeteka hisia za maelfu ya Watanzania wa Afrika. Kila binadamu ambaye ana mpira duniani lazima ifahamu Simba Sports Club, lazima aifahamu Young Africans. Ndio jambo pekee ambalo inabidi ulifahamu ni kwamba mchezo huu unateka hisia za watu wengi kweli kweli. Dada, tunaweza kuzungumza? Dada, mambo? Mashabiki wanawahi uwanjani. Kumbuka salia masaa machache tu tuweze kuona mchezo wa leo, tuweze kutazama mchezo wa leo, na bado nawatafuta mashabiki ambao nataka kuongea nao, nataka kufahamu ni jambo gani ambalo wao wamelibeba mioyoni mwao, jambo gani ambalo wanalo, ni kipi ambacho kinawavutia leo hii kweli kuja uwanjani. Naona wananikimbia kweli kweli. Bwana, vipi? Uko vizuri? Vizuri. Nakuona upo vizuri kweli kweli. Fresh kabisa. Dada, njoo. Unakutana nani? Freddy nani? Vedastus. Freddy, upo live kwa YouTube hapa. Ndio. Kuna mashabiki wa Simba wanakuona. Ndio. Unawaambia vipi mashabiki wa Simba waliopo nyumbani? Nawaambiaje? Yaani hii leo ndio mwisho ya kupigwa, kila siku tunapigwa sisi. Kwa leo lazima tuwaonyeshe. Sasa bwana, wao wamesema mlisepa sana. Sasa wao wamewaambia watawapiga kichwani tu msimu huu. Mlisepa, walipiga mpaka mkasepa. Wamewachoka, wanawapiga tu kichwani. Wao unasikia? Sisi kauli mbiu yetu ni ile. Tumeshatafunia nazi, karanga za kutosha. Kwa yani tumeandaa vichwa vipige vizuri. Bwana, moja kati ya jambo ambalo naliona kwenu nyie mashabiki wa Simba ni kama mna hofu fulani hivi ya mtani. Mna hofu ya dabi ya Kariakoo. Kipi ambacho nadhani baadhi ya mashabiki wa Simba wana hofu nacho? Yaani baadhi ya mashabiki wa Simba wana hofu kwamba sisi tushazoea kupigwa. Lakini huu ni msimu mpya na tumekuja tumejipanga upya. Kwa kama walivyoona hata kwenye Simba Day tumepiga 2, wao Yanga Day wanajua kabisa wamepiga 1. Kwa hiyo kiufupi tumebadilika. Kwa hiyo nadhani umebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Yaani kiufupi nimebadilika kwa kiasi kikubwa. Kwa wao waendelee kuwa hivyo, lakini leo tutawaonyesha. Bwana, shukuru sana. Sawa. Wao uwanjani bwana. Okay, asante. Huyo ni shabiki wa Simba ambaye pia nimezungumza naye na anaweka wazi kwamba mwisho mteja wa kumfunga mtani ni leo. Ndio tunazungumza. Wapo bize, wanawahi uwanjani na shabiki yoyote ambaye ataonyesha willing ya kuzungumza. Vipi mzee wangu? Una wasiwasi? Au una wasiwasi? Bwana, wewe una wasiwasi? Wasiwasi wa nini? Unaitwa nani bwana? Mimi naitwa Jisamu mwanangu. Angalia kule kidogo kamera. Unaitwa nani? Jisamu. Ya Jisamu. Shabiki wa timu gani? Ni shabiki wa Yanga. Shabiki wa Yanga, una jezi mpya bwana? Jezi kwenye begi hapo. Maana nimechukua sasa hivi hapo. Wewe muoga. Sio muoga. Unaficha jezi? Jezi? Babu, jezi ipo kwenye begi. Nenda kuvaa kwenye jukwaa. Sitaki ichafuke. Mimi naona kama ni unajua kuna ile umefungwa afu unataki uonekane kama ndio uliofungwa. Sasa naona dalili hizo kwako. Dalili hazipo kwa sababu uko ndani, ushindi lazima. Nani anakupa nguvu leo kwamba leo jamaa nipo na fulani leo atufungwe? Sema nini? Acha nisijimalize ndugu yangu. Sijimalize. Bwana, mashabiki wanaonyesha hawana 100% ya kile ambacho wanakwenda kukishuhudia.
Bwana, nipo na mashabiki mbalimbali ambao nataka tuzunguke kidogo wakina nani ambao mashabiki ambao nipo kuongea na mashabiki. Na wewe shabiki ambaye upo nyumbani, usiondoke kando ya simu yako, kando ya kompyuta yako, kando ya televisheni yako. Hii ni Dimbani Connect. Tuko hapa kuconnect na matukio yote ya kimichezo ambayo yanatokea hapa Benjamin Mkapa, matukio yote ambayo yanahusisha dabi ya Kariakoo. Leo hii ni mbivu na mbichi, tunakuja kujua ni nani ambaye ataibuka na ushindi, ni nani atafungwa leo hii. Leo ni leo. Bwana, huyo ni mzee wangu hapa akisema anamfunga mtani goli 3. Ni shabiki wa Africans. Natafuta wadada kidogo, naona wanakimbia kamera. Dada zangu karibuni uwanjani. Wana wasiwasi kidogo. Dada, habari? Dada kwema? Shabiki wa mgani? Shabiki wa Simba. Simba leo hii kuna ushindi. Yaani leo wanatandikwa 2-0. Unataka? Wanatandikwa Yanga 2-0. Kabisa. Unamuona anakuvutia na anakupa hamasa kwamba leo anaweza kupata ushindi. Mimi nakubali sana Kibu. Na mimi nataka jambo. Ndio. Ndio. Na moja kati ya jambo ambalo naona kwa mashabiki wa Simba ni wasiwasi, na wasiwasi
unatokana na kufunga mara nyingi, wamekuwa mfululizo. Ni kipi ambacho kinakupa nguvu na kinakuonyesha mnaenda kufuta uteja wa kufunga na Yanga mara nyingi? Kwanza siku zote inatakiwa ujiamini, na pia Simba kwanza tuna nguvu moja, pia tumemtanguliza Mungu. Tujaje vipi? Cha kwanza tumeanza na maombi nyumbani, tumeikizisha Simba yetu mikononi mwa Mungu. Tunaamini leo tunaibuka na ushindi. Mungu siku zote anasema ukimwomba na sisi tuna imani, maana tuna nguvu moja, tuna imani leo tutaondoka na ushindi. Mungu hawezi kutuacha. Wala ushindi wa hakika. Ushindi wa hakika 100% yani. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Bwana, huyo ni shabiki wa Simba akisema wao swala kubwa ambalo wamelifanya ni kumtanguliza Mungu kwenye mchezo wa leo na Mungu atawasaidia kuibuka na ushindi. Dada vipi? Dada anikimbia, lakini wapo mashabiki wengi ambao wamekuja hapa. Dada, habari? Safi. Naona umeng'aa kweli kweli. Yanga bingwa. Hongera, umependeza. Asante. Huu ndo mvao wa kibingwa. Huu mtoko wa kibingwa. Mtoko wa kibingwa. Mtoko wa kibingwa, alafu tunaenzi hapa. Walisepa. Na wasepa kweli. Leo wamejitahidi sasa waone leo watachomoka. Bwana, kitu gani ambacho kilikupa nguvu kwa misimu minne? Umemfunga mtani mara nyingi, mara 5 nadhani umemfunga mtani. Kitu gani ambacho nadhani kwenye kikosi chako kimekupelekea mpaka mkadominate mara 5 mfululizo mnamfunga mtani tu, mnamtesa mtani? Kikosi chetu ni bora na kila siku tunaboresha kikosi, hatusajili kama wao. Wenyewe kila siku wanasajili, wanaacha wote wanasajili upya. Kwa hiyo sisi tunaboresha tu. Tunamwacha mmoja tunaleta watatu. Anayeingia kama aliyetoka. Mnafunga ngapi mtani? Mchezaji gani unamwona aking'aa leo hii ndani ya Yanga Africans? Mimi mchezaji wangu bora ni Pacome na Dickson Job. Pacome na Dickson Job. Umemwongeza Mohamed Hussein Zimbwe. Unaiona nafasi ya Zimbwe Yanga? Nafasi ya Zimbwe ipo kwa sababu yule anapambana. Mbona mnawaiba sana, mnawaibia watani? Wametaka wenyewe. Tunajua mtu anataka furaha. Kwa hiyo anakuja sehemu ya furaha. Kwa hiyo Shabalala kapata furaha. Kapata furaha, umeona kwenye kilele cha Mwananchi alivyocheza. Amepata furaha. Bwana, nashukuru sana. Asante. Unatokea wapi? Mimi natokea Kigogo. Kigogo? Kigogo Mbulahati. Nashukuru sana. Asante. Karibu sana mama. Karibu sana uiangalie Mwananchi. Asante sana. Huyo ni shabiki wa Young Africans ambaye amekuja hapa kwa ajili ya kutazama mchezo wa leo. Amekuja hapa kwa ajili ya kuangalia jinsi gani timu yake Young Africans inaibuka na ushindi, na nitaendelea kuzungumza na mashabiki mbalimbali ambao wamekuja hapa, ambao wapo tayari kwa ajili ya kuangalia mchezo wa leo. Dada, habari? Salama. Uko vizuri? Ndio. Shabiki wa timu gani? Yanga. Wewe ni Yanga. Wewe hujavaa jezi sasa? Amna. Una wasiwasi, utaki ujulikane? Sinaogopa. Unaogopa? Nani, kitu gani kinakutia wasiwasi? Basi tu mimi mwenyewe tu nimeogopa kuivaa. Unafunga mtani ngapi leo? Unafunga mtani ngapi? Nini? Unamfunga mtani ngapi? 2. Mchezaji gani anakuvutia Young Africans unadhani leo atapelekea wenyewe mshinde na kuibuka na ushindi? Kipote tu anatosha Diara. Nani? Kipote ni tosha. Kipa amemaliza kila kitu. Bwana kaka vipi? Poa. Unamwangalia kwa makini kweli kweli. Kama anawapa maua Young Africans. Ni wao umemridhisha hivi? Umemridhisha timu? Timu yake? Amechagua mwenyewe. Wewe bwana unaona kama umemwiba bwana. Hapana, kachagua mwenyewe. Bwana, wewe ni shabiki wa Yanga na umemfunga mtani mara nyingi kweli kweli. Leo ni jambo gani ambalo linakuonyesha kwamba utaenda kumfunga tena leo mtani? Kwa yangu tu. Wewe mwenyewe si unaona? Ndio. Kikosi changu kizuri sana. Ndio. Ukiangalia sasa hivi nimewanyang'anya kwanza upande wa pili na Mohamed Hussein. Sasa hivi ana furaha Mohamed Hussein, ukimuona tofauti na kule kila siku alikuwa analia. Lakini sasa hivi amekuja huku juzi tu mwenyewe umeona kwenye Yanga Day. Kwa hiyo Mohamed Hussein kapata furaha. Kapata furaha kwa nini? Mara 5 mfululizo Mohamed Hussein alikuwa analia tu. Anajinamia chini analia tu, watu wanaanza kumtoa analia. Kwa hiyo sasa hivi kapata furaha. Mwenyewe umeona kwenye hichi tu amefurahi. Sasa na unafikiria nini? Kwa hiyo anapata furaha. Hawana sababu sisi hatujadisha kosi. Kosi yetu kile kile. Azizikia yupo leo. Azizi. Mechi ya mwisho Simba na mfunga 2-1 Azizikia hajacheza. Mechi ya mwisho Simba na 2-1 hajacheza Azizikia. Nyumbani kwake pale Aucho alikuwa
anaanzia benchi, Duke Abuya anaanza. Kwa hiyo hainipi shida bosi wangu, usijali. Nampiga leo chuma 3, utakuja kuni pikipiki yangu nimeweka pale, baadaye napita au Mungu nakutafuta. Mimi video nimeisave na nimechukua kabisa picha yako. Ndio. Kwamba mkifungwa nafanyaje? Pikipiki yangu iko pale, nakuja kuichukua. Mimi nimeiona pikipiki pale. Naichukua ile. Nakuja kuibeba. Naichukua ile. Nakuja kuchukua pikipiki. Nashukuru sana. Mapema tu. Mapema. Bwana nashukuru sana. Bwana nashukuru sana. Bwana huyo ni shabiki wa Yanga akizungumza kuelekea mchezo huu, mchezo ambao kwa kiasi kikubwa sana. Baba vipi? Safi mwanangu. Naona una nguvu kweli kweli? Ana nguvu na uhakika wa ushindi leo. Nani anakupa nguvu? Timu yangu bora inakupa nguvu. Shabiki mchezaji gani amekuja kumwangalia leo ndani ya Simba? Kante. Wachezaji wengi wazuri wa kuangalia leo. Umekuwa na mfululizo wa matokeo mabaya mbele ya mtani. Leo unakwenda kucheza naye kwa mara nyingine tena. Unadhani ni nafasi ya wewe kumaliza uteja wa kufungwa na mtani mara nyingi zaidi? Mungu ni wa wote. Leo zamu yetu sisi. Mungu ni wa wote. Sio kwa Yanga. Kila siku tunalia sisi. Leo furaha kwetu leo. Una wasiwasi? Sina wasiwasi. Nimesema Mungu ni wa wote. Mungu yuko pande mmoja. Kwa leo Mungu kamkia kwetu. Kwa hiyo ndio tupate ushindi Simba leo. Bwana unaenda kucheza bila Mohamed Hussein, bila Chema Lon Fondo. Bila Leonel Ateba ambaye alikuwa anaiongoza safu ya ushambuliaji ya Simba. Jambo gani ambalo linakupa nguvu msimu huu kuelekea mchezo huu mkubwa wa dabi ya Kariakoo na ni ngao ya jamii? Linaponipa nguvu kwa hili jambo la sasa hivi la Simba hili. Wachezaji wengi ni wapya. Alafu damu changa. Alafu wote ni wapambanaji. Wanajua nini majukumu yao. Kinachonipa nguvu leo imefurahi. Ukiangalia beki za leo nyingi ni wapya, nyingi wapambanaji, nyingi wa kujituma. Kwa hiyo inanipa nguvu leo lazima tushinde. Lazima mshinde? Lazima tushinde. Unashinda goli ngapi unasema? Goli 3 mjomba. 3 bila. Anafunga goli 3. Hata goli 3 hizo. Mkwala moja au 2. Au anatupia 2 faulu tena. Mchezaji gani anakupa wasiwasi ndani ya Yanga Africans? Unajua mpira kweli kweli. Nani ambaye ukimwona Yanga Africans unaona kwa kiasi kikubwa sana anakupa wasiwasi kama anaibuka na ushindi ama uibuke na ushindi? Jamaa ambaye nyima usingizi. Wakome, Makisingeli, wale wanyima usingizi wale. Sasa yako imejiandaa kuwazuia? Naombea dua Mungu ndio atawazuia vizuri. Yeye naombea dua wao perform. Wao ndio watu ambao wanaogopa, ndio mwita pale Yanga. Una uhakika? Na uhakika zile engine zile. Pakome, Makisingeli, njomba wale watu hatari wale. Wanataka ni kuangaliwa, ni kuchungwa. Leo ukiwabana wale timu nzima ni mshaiua Yanga. Nashukuru sana. Asante. Wajani bwana. Yes, huyo ni shabiki wa Simba akizungumza kuelekea katika mchezo ule. Bwana vipi? Safi kwema kaka. Kama unipigia kelele kama nikupe mic. Wao wametaka kichwa. Umeona nimeshaandaa vitu vangu. Hapa nina muogo wa chang'ombe. Unajua muogo wa chang'ombe? Muogo wa chang'ombe hatoki mtu. Vichwa tushaviandaa, tushavinoa vizuri. Na karanga mbichi tushanunulia tayari. Sasa sijui anataka nini. Kwa hiyo leo ushindi wa hakika. Mapema baba, goli 2. Una wasiwasi na Pakome zozoa? Si muogope Pakome na blichi zake. Tunampiga hapo hapo. Wewe mchezaji gani anakupa kiburi mpaka unazungumza hivyo? Baba, tuna mashine. Wewe Zerok unamjua wewe? Zerok unamjua? Fahamu mchezo nini? Hiyo jina la Thailand huko babu. Fahamu mchezo nini? Una Mohamed Hussein msimu. Hussein bwana. Yaani ukiona mtu anaenda upande wa pili, ujue zake zishaisha. Yaani zake zimeisha, zimebaki za Mligo. Bwana. Mligo kaja kuua kila kitu. Baba kaja kuua, umeona mechi ya juzi. Kakichafua yule mtoto hatari ninavyokuambia. Ukiona upande wa pili kashaondoka, ujue tushamchoka. Kwa zake zimeisha, zimebaki za Mligo. Mmemchoka. Kila mchezaji mkimchoka mnamkimbia. Upande wa pili wanawapa ubingwa. Ubingwa unani Chama kaondoka kwao. Ubingwa gani kaupata? Kaupata, lakini umeona kacheza. Sasa hivi kamia Singida. Na Chama unavyomwona hakufai pale Jangwani? Hakufai pale Msimbazi? Afai kabisa yule. Tena katupia 2 jana. Afai babu. Tuona sita ile tayari shakuwa dampo. Tushaitupa kwenye dampo. Acha waiokote. Unafunga ngapi leo? 2 babu, 2. Nani anafunga? Mkwala goli lake 1, Mwalimu goli lake la 2. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Bwana. Hao ni mashabiki ambao wapo na wamekuja kwa ajili ya kutazama mchezo wa leo na kukutanisha na mashabiki wote ambao wapo hapa ndani. Naona kuna Kigoma kinakuja hapa. Hao ni mashabiki wa Young Africans, ni mashabiki wa Simba. Hii ni furaha ambayo
huwezi kuipata sehemu nyingine yoyote. Ni furaha ambayo unaipata hapa Benjamin Mkapa, ni furaha ambayo kwa namna moja ama nyingine unaipata hapa uwanja wa Benjamin Mkapa. Bwana vipi bwana, kama unavyoona vibe wana Simba hatuboi bwana. Nini ambacho kimekuvutia na una morali kweli kweli? Kipi ambacho kinakupa morali leo hii kuelekea mchezo wa leo? Cha kwanza, Simba Sports ni timu kubwa barani Afrika na duniani kote, ndio maana mashabiki wake wote hawezi kukata tamaa kwamba sisi ni washindani wa kila hatua yoyote. Leo tunakuja kupambana na mtani wetu, leo tunakuja kupambana na mkubwa mwenzetu, lakini kuna vitu tumemzidi, ndio maana tunajiamini. Pamoja kuna baadhi ya mechi nyingi katufunga, lakini tuna hakika kwamba tunakuja kama mbogo aliyojeruhiwa, kama mbogo aliyopigwa risasi ndani ya sikio, hajapigwa kichwa, kwa bado hajafa. Tunakuja wazima. Klabu ya 5 kwa ubora barani Afrika, Simba Sport Club, umemfunga Young Africans mara 5 kwenye michuano hii ya ngao ya jamii. Yeye amekufunga mara 4. Unaona unakwenda kuendeleza rekodi yako ya kumfunga mara nyingi kwenye ngao ya jamii? Rekodi Simba Sports bado tunazidi kuwa na rekodi nyingi nzuri dhidi ya Young Africans, hata kuna makombe mbalimbali Tanzania na nje ya Tanzania, sio ligi kuu Tanzania bara tu. Kuna makombe mengi Tanzania yalianzishwa. Kuna Kagame, Yanga tumemzidi. Kuna Tusker, Yanga kaogopa kushiriki mara nyingi kutokana na vipigo kwetu sisi. Ilianzishwa mpaka mtani jembe, tukapiga vipigo mpaka wakasusa. Yanga Simba katuzidi sehemu moja tu kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini kwenye vitu vyovyote unavyojua wewe, mashindano yoyote Yanga kaambulia vipigo vingi toka Simba Sports. Ndio maana wana Simba wanavyoona tumekuja, tunaiamini timu yetu na tunajikubali, na timu yetu ni mwamba wa Tanzania. Bwana, naona mashabiki wa Simba wengi wana jezi mpya, na hizi jezi naona wanasema mnaskani tu hivi sasa. Kitu gani ambacho umekiona cha utofauti kwenye jezi hizi mpya na jezi za zamani? Kwenye jezi mpya za sasa Simba Sports, hata kama unakaa nyumba ina umeme, lakini ukivaa jezi ya Simba Sports, yani kuna baridi fulani unaupata hivi, na kutoka na joto la Dar es Salaam, ukivaa jezi ya Simba Sports ilivyokuwa na baridi fulani hivi, basi ndio maana watu wengi wameivutia msimu huu kununua. Joto la Dar es Salaam kiboko yake ni jezi ya Simba Sports ya msimu huu. Joto la Dar es Salaam kiboko yake ni jezi ya Simba Sports, ina baridi fulani, ina upepo fulani, ndio maana imevaliwa. Yani kiboko ya joto la Dar es Salaam msimu huu ni jezi ya Simba kama imefungwa ice fulani hivi, yani kuna baridi unaosikia au sikii joto. Sasa kuna watu feni zao zilikuwa mbovu, lakini ukinunua jezi ya Simba Sports unafaidika kwa vitu vingi. La kwanza jezi mvuto, la pili kwako ukivaa tu hata usiku kama kuna joto, ukivaa jezi ya Simba Sports basi kuna baridi unasikia, unalala usingizi mnono. Kwa kutaka usingizi hakuna haja ya vidonge tena. Vaa jezi ya Simba Sports. Yani hawa Riadola na Jaluti kama kuna ice, kuna vitu bado wamefunga, hadi kuna umande unatema kwenye jezi ya Simba Sports ya msimu huu. Ndio maana jezi inaongozwa kuvaliwa msimu huu, yani ina madini fulani ya ubaridi, kama uko Makambako fulani, kama uko Iringa fulani, au kama uko London fulani hivi, yani kuna unyevujevu unaosikia kwenye jezi ya Simba Sports. Ndio maana inaongozwa kuvaliwa msimu huu. Bwana, jezi mpya, jezi bora inaendana na matokeo mazuri. Sasa hizi jezi unadhani zinaenda kukupa ubingwa leo hii? Bado Simba Sports hatuna matokeo mabaya. Pamoja msimu uliopita tumekosa kuchukua mataji tulioshiriki. Hatua ya fainali tumekosa kombe, lakini ni hatua kubwa barani Afrika. Ukizingatia kuna timu nyingi ambazo zilishiriki, lakini Simba Sports tukawa timu mbili bora barani Afrika. Kwenye ligi kuu Tanzania bara tumekosa hatua ya mwisho, tukawa wa pili. Bado sisi hakuna tulichokosea mpaka sasa. Ndio maana msimu huu umekuta kiwanjani tunaitika, jezi tunanunua, na kama unavyoona kwenye gawezani tumekuja kama tulivyo. Wapinzani unawatafuta, hawajulikani wapi. Unaona kama watoto wamekuja, wala Simba ni timu kubwa. Hadi tumekuja. Tena dada hapa kidogo. Dada kwema. Mambo vipi? Vipi? Bwana. Baba shikamoo bwana. Salama mzee wangu. Umekuja kuitazama Simba ikibuka na ushindi wa goli ngapi? Simba sipo mengi. Sisi tunafunga goli 3.
goli 3 pekee mtoto. Zinatosha kabisa kwa sababu na imani kabisa ndio tutakuwa mwanzo mzuri msimu huu. Kufunga mara nyingi kweli kweli. Unazungumzia vipi mwaka huu, kitu gani ambacho unachofauti naona kinapelekea kuwa na hamasa kwamba mnaenda kuibuka na ushindi? Nimesajili wachezaji wazuri, nimesajili talent, nimesajili wachezaji wenye kupambana wapo. Kwa hiyo kwamba na imani kabisa kwamba sio mfano, yani na uwezo wa kufika mbali mpaka klabu bingwa barani Afrika. Mchezaji gani leo anaenda kuamua matokeo? Siwezi kusema kwa mmoja mmoja, yaani mimi nasema kwa timu nzima inaenda kuamua matokeo. Nashukuru sana. Asante kaka. Karibu sana. Haya kaka. Huyo ni shabiki wa Simba akizungumza. Leo hii wanakwenda kushinda na wachezaji wote ambao wapo ndani ya klabu ya Simba anaamini wanaenda kumpa matokeo. Kaka vipi? Tuzungumze kidogo bwana. Mbona una wasiwasi? Bwana, hao ni mashabiki ambao wanakuja hapa uwanjani, wamekuja kwa lengo moja tu, kutazama dabi ya Kariakoo. Wingi wa watu unakuonyesha ni kwa jinsi gani huu mchezo ni mkubwa, ni mchezo muhimu, ni mchezo ambao umeteka hisia za watu wengi kweli kweli. Nipo hapa kukutanisha na mashabiki wa soka ambao wameacha shughuli zao, wengine wametoka mikoani kuja kuangalia dabi ya Kariakoo. Wengine leo hii wamefunga biashara zao kabisa. Dada, tuzungumze kidogo. Dada habari? Wameacha shughuli zao, wamekuja kwa ajili ya kuangalia dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo leo hii tunakuja kukutanisha na mashabiki ambao wamekuja hapa uwanjani. Tumekuja kukutanisha na matukio mbalimbali ambayo yanakwenda kutokea leo hii ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, na nipo hapa kuangalia shabiki ambaye naweza nikazungumza naye ili kwa namna moja ama nyingine niweze kupata chochote kitu kutoka kwake. Baba, shikamoo bwana. Tuzungumze kidogo. Wanawahi uwanjani na ni dakika chache. Ni lisali moja. Yes, ni dakika chache zimesalia kwenda kutazama mchezo huu wa leo. Na mashabiki wa Simba, mashabiki wa Young Africans wapo wamekuja kwa ajili ya kutazama mchezo huu. Dada vipi? Naam, ninatafuta shabiki hapa kuzungumza naye. Dada, habari? Bwana, nipo na washabiki mbalimbali ambao wapo hapa na tafuta shabiki ambaye naweza nikabadilishana naye mawazo kidogo. Kaka vipi? Kama kawaida. Shabiki wa timu gani? Wa Simba. Wa Simba. Leo na ubiko na ushindi leo hii? Nashinda kabisa 2-0. Goli ngapi? 2-0. Mchezaji gani anakuvutia? Mpanzu na Aua. Wanatupia? Nashukuru sana bana. Hao ni mashabiki ambao wapo na wamekuja kwa ajili ya kutazama mchezo wa leo. Dada, tunazungumza kidogo. Mambo, umependeza. Asante. Umekuja kwa ajili ya kutazama mchezo wa Simba na Yanga? Ndio. Shabiki wa timu ya Yanga. 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 Wewe ni Yanga? Ndio. Pacome ama Diarra? Wote nawapenda. Wote unawapenda? Ndio. Nani anakwenda kuamua mchezo wa leo? Nani anakuja kumtazama zaidi leo kati ya Pacome na Diarra? Mimi nawapenda wote, nimekuja kuwatazama wote. Wachezaji wa Yanga wote nawapenda. Na kipi ambacho unadhani Simba wawe na tahadhari nacho? Wawe tu makini, wasiparuke kwa sababu ni mchezo, wasitumie hasira. Kwa sababu Simba wakifungwa wanakuwa na hasira. Kwa wasiwe hivyo. Wakifungwa Simba? Wasifanye nini? Wasifanye hasira, wasiwe na hasira kwa sababu ni mchezo, kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo umejiandaa na matokeo yote? Nimejiandaa na matokeo yote, lakini ninalokusudia kuingia huko uwanjani na natamani nishinde. Bwana, nashukuru sana. Umetokea wapi? Kinondoni Mkwajuni. Kinondoni Mkwajuni. Kuja kuitazama Yanga. Haya, kwa shukrani sana. Asante. Dada vipi? Dada mambo? Pendeza. Unaitwa nani? Zungumza kidogo. Jamani. Unakuja kuangalia nini? Tuongee kidogo. Bwana, hao ni mashabiki ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kutazama mchezo wa leo. Ni mashabiki wa Simba, ni mashabiki wa Yanga, wametoka mikoa mbalimbali, wengine wametoka nje ya nchi kuja kuitazama dabi kubwa kweli kweli, dabi ya Kariakoo, na nitazungumza na mashabiki mbalimbali ambao wamepata bahati ya kuja hapa uwanjani. Wamepata bahati. Kaka vipi? Anakuaje? Uko vizuri? Sana kaka. Unaitwa nani kaka? Naitwa Cox man. Unatoka wapi?
Mimi nataka Magomeni. Magomeni? Kuja kumtazama mnyama. Kama unavyoona nimependeza mapema. Nadhani sasa hivi mnaskani tu. Hii ya kuskani. Au nataka tuskani sasa hivi? Inatosha. Ni wameskani wengi. Washaskani wengi. Niambie ndugu yangu. Bwana, leo kitu gani ambacho kinakupa nguvu? Kimekupa nguvu kuja uwanjani? Nguvu. Cha kwanza ni upendo kwenye timu yangu. Nimepoteza mara 5 mfululizo, sina ubingwa wowote, lakini love bado ipo moyoni, ndio maana niko hapa. Bwana, kitu gani kinakupa wasiwasi Jangwani? Maana nimeongea na baadhi ya mashabiki wa Yanga wa Simba. Kuna wachezaji wakiwataja tu Young Africans wanakuwa na wasiwasi kidogo. Wewe mchezaji gani anaotia wasiwasi ndani ya Young Africans? Ujue kama unajua mpira, sawa, huwezi kuongea kishabiki. Tukienda kimpira mimi nitaongea kimpira, au sio? Kuna wachezaji wazuri sana Yanga pale. Kwa mfano Ekua nimemuona anacheza vizuri, Pakome pia ni mchezaji hatari. Ana wachezaji nshoti wengi wa kuchungwa. Umeona? Kwa hiyo tukirudi kimpira huwezi kumkandia, anajua tu. Anajua. Siwezi kusema mimi najua mpira, naongea mpira watu. Wana wachezaji wazuri. Leo unakuja na matokeo yote yatakayotokea wewe utachukua. Ndio maana unatokea matatu, sio yote. Nimekuja matokeo matatu. Nikidraw, sema asiwezi kudraw. Leo inabidi kushinda. Au si? Leo lazima mmoja abebe ndoo.